Wewe ni mara ngapi nakwambia usishike simu yangu? Ulikuwa unafanya nini kwa simu yangu? Nilikuwa nasoma message. Message? Message gani ambayo ulikuwa unasoma kwenye simu yangu? Sala akakutumia message. Oh, sawa, alikuwa anatuma message. Ni mara ngapi nakwambia Kidawa sitaki ushike simu yangu. Hata ite pale, usipokee wala message kujibu. Kwa nini unashika simu yangu wewe mwanamke? Kwa nini unashika simu yangu na kuuliza swali wewe mwanamke? Who are you by the way? Unanipangia kwa sababu gani? Wewe ni mume wangu, kwa nini nisisome? Unasemaje? Kwa nini nisishike simu yako? Pumbavu wewe, mshenzi mkubwa wewe. Pumbavu wewe. Kidawa unanipandishia mimi sauti? Umesahau sasa, si ndio? Umeshanisahau. Mimi ni mume wako mjinga wewe. Hata ufanye nini? Huwezi kubadilisha hili. Mimi ni mkeo na nina haki. Sio tu kukagua simu yako, kukufuatilia popote pale unakoenda. Nyande. Kwa hiyo, unataka kuniua mimi? Unataka kuniua mimi na kuuliza? Utaweza kuishi na wale watoto? Mwanaume gani wewe? Uridhiki, uthaminiki. Wewe ni sawa na mbwa. Tena mbwa, malaya, mbwa uloshindikana. Unasema nini wewe mjinga? Wewe ni mbwa. Mimi ni malaya. Malaya. Mimi ni mjinga. Ni mjinga. Unanipandishia maneno. Ndio. Wewe unanipandishia maneno. Kidawa. Unanipiga mimi? Sio kukupiga tu. Naweza hata kukuua mshenzi mkubwa wewe. Niue. Nashindwa? Niue. Nashindwa? Niue. Wewe ujinga wewe, Wewe ujinga wewe, Wewe unafanya nini wewe? Wewe unafikiria kwa nini? Acha mama, nimesema mwache mama yangu. Mwache mama yangu. Mwache, nimesema hivi, mwache. Nimesema ondoka. Kuanzia leo uache kuifuatilia simu yangu. Ungekuwa mwaminifu nisingefuatilia simu yako. Ondoka! Nimesema ondoka na kuchukia. Karibu. Asante. Shikamoo. Baba. Mbona mapema vya asubuhi? Sina kumisi dadangu, nikasema nije nikuone. Aya, karibu. Nafanya zangu usafi hapa. Nakuona. Vipi? Umeumia? Wewe nikakwambia. Sasa duniani kuna siri. Shemnyanda amekupiga tena, si ndio? Amanda, muda mwingine ukiwa unaongea punguza sauti. Nipunguze sauti nini? Akati kabisa naona umeumia. Dada, kwani unamlinda? Kwa sababu tu sitaki kuona familia yangu inavunjika. Unajua watoto wangu watapata tabu. Familia yako ivunjike? Akati yeye ndo anayevunja familia yake kwa mikono yake mwenyewe. Dada, toka katika usingizi mzito. Jielewe basi. Acha kamshtaki. Kwa nini unapige kila siku? Amanda. Kuna kwa hivyo wewe? Mimi ndo najua. Najua familia yangu ikoje. Najua mume wangu ikoje. Atabadilika tu. Ninyamaze nini dada? Naona unateketea. Unaisha kila siku wewe ni kwa kupiga na wewe. Dada, basi jielewa basi dada yangu nachokwambia. Nenda kamshtaki. Mfungulie katika vyombo vya sheria. Nyamaza. Mambo yote yatakaa sawa. Wewe kaza moyo wako tu. Mungu atakusaidia. Usilie sasa.
Wewe vipi wewe? Ujambo? Jambo. Mbona mki? Shikamoo baba. Umeshindaje? Vizuri. Umeshinda vizuri eh? Safi mtoto wangu. Shikamoo dada. Marahaba. Mke wangu umeshindaje? Salama. Umeshinda vizuri. Belinda, kuwa na amani. Karibu sana nyumbani. Hapa ndio nyumbani kwangu na huyu ndio mke wangu. Huyu ndio mama mtu bwana. Mama mtu. Mke wangu, huyu anaitwa Belinda. Ni binti ambaye nimekuja naye hapa nyumbani. Unajua siku zote nakuona mke wangu hapo ukiwa unafanya shughuli zako, mama unafagia, una deki, unafua nguo za watoto. Ni kitu ambacho kinakuchosha sana kwa sababu mambo ni mengi. Kwa hiyo nikasema mke wangu, ni bora nikutafutie msaidizi. Angalau basi upate mtu wa kuweza kukusaidia kazi 2-3. Nikasema mdogo wangu aje kukusaidia shughuli 2-3 mke wangu. Sawa? Kwa hali hiyo alikuwa nayo? Ndio dada, usijali kuhusu mimi. Mimi naweza kufanya kazi yote ile kwa niaba ya mtoto wangu. Sawa, Shwaina. Mpeleke anti chumbani kwenu. Mke wangu, mbona unaonekana kama umeonyesha hali ya kutokumwamini huyu binti? Kuna shida? Manake mimi namuamini. Mama yoyote ambaye anapambana ili mwanae akija kuzaliwa aishi mazingira mazuri, ajali hali yake aliyokuwa nayo. Kwa hiyo usimtafsiri kwa sababu ni mjamzito. Kila binadamu ana mapito yake. Lakini yule pale alipo anaonekana kabisa yeye mwenyewe anataka msaada kwa sababu mimba ni kubwa ile. Ni kweli. Kila binadamu anahitaji msaada, lakini huyu amekuja kazini. Kwa hiyo wewe usiwe na wasiwasi kabisa mke wangu, mimi nakuondoa wasiwasi. Kwa sababu mimi nimekabidhiwa na rafiki yangu. Mdogo wake. Kwa hiyo kaniambia bwana anataka kufanya kazi, nikasema hamna shida. Kwa hiyo wewe ondoa wasiwasi mke wangu mzuri, sawa? Kwa hiyo familia yake unaijua vizuri. Kuhusu familia yake naweza nikasema kama yeye naifahamu, lakini naomba niingie ndani kidogo nikeke mazingira yangu, sawa? Manake nimechoka, nimetoka kazini mke wangu, sawa? Tutazungumza vizuri. Mimi si nipo mume wako bwana, nipo. Nipo. Dada, kwani utalia? Yaani muda wote wewe ni kulia na wewe. Sidhani hata kama ile chai ulokuwekea pale umekunywa. Hivi dada yangu, utalia mpaka lini? Amna, nitakuwa tu sawa. Sijali. Utakuwa sawa lini? Amanda, basi acha. Nimekwambia nitakuwa sawa. Sawa basi. Naomba unisamehe kwa hiki nitakachokwambia. Hivi, huyu dada wa kazi humu ndani, hamjamwekea mipaka ya chumba? Yeye ni chumba chochote tu anaingia. Maana hapo nimekutana naye. Nimemkuta anaingia chumbani kwa shemeji. Dada, hujampangia chumba kipi anatakiwa kuingia? Hayo mambo mengine mbona yaache. Sawa, achana nayo. Wewe vitu unavyoviona kaa kimya. Fanya kama hujaona chochote kile. Kila kitu nitadili nacho mimi mwenyewe. Utadili naye mwenyewe? Lini? Saa ngapi? Dada, hebu toka katika usingizi mzito. Ndoa yako ndio huyo anaivunja. Kwa nini aingie chumbani kwako? Ufikiri hilo? Kwa nini unaona muda gani? Asa hivi hapo. Nataka kuingia tu na pisha naye. Na hana hata mshipa wa aibu. Sawa.
Umeona sasa? Maneno yangu unayapuuzia muda wote. Baada utoke hapo ukamshughulikie, unakaa tu. Wewe nenda niache nipumzike. Vipi watoto wamelala? Ndio. Hui Sala. Sala yupi huyo? Usinifanye mimi mjinga. Unajua nachokiongelea. Who is Sala? Mimi sitaki maswali yasiyokuwa na msingi. Kama una maswali yenye maana niulize. Mimi namjua Sala. Na maneno yao amekwambia nani? Ni mwanamke wako, si ndio? Unajua tutakusana. Unajua hiyo? Tutakusana. Hamna kitu mimi sikipendi kama mtu anavyokuwa anang'ania kitu ambacho mimi sikijui wala sijawahi kukifanya. Nachukizwa sana. Afu natamani utulivu wa kichwa changu. Na mambo mengi nafikiria. Wewe unakuja tu unaniambia eti Sala yupi? Mbona unakuwa mtu wa visa kila siku ya Mungu? Sawa. Nyanda, mimi sio mtoto mdogo. Elewa hilo. Na uelewe kwamba natakiwa kujua ukweli. Sala ni nani? Na imekuwaje mpaka unamtaja kwenye simu yako, mnatumiana message? Ni nani Sala? Wewe ni ukweli gani unataka kujua Kilao? Ambao hata mimi mwenyewe siufahamu, wewe unataka kujua ukweli gani? Nimekwambia natakiwa kujua ukweli. Kwani unashindwa kunielezea? Kwani unashindwa kuwa muwazi? Si useme tu. Mke wangu, sihitaji maswali. Hata kama nikijieleza vipi hapa, hutanielewa. Na wala hutajua kama wewe unazungumza. Then explain. Na explain nini sasa? Na explain kitu gani? Ikiwa kichwa chako ni kigumu kumuelewa mtu, na explain nini? Wewe ni mkubwa unajua. Unataka kila kitu tuanze kubishana. Kila siku ianze vibaya. Ni sawa? Huoni wazi? Kuna wakati mimi kama mume nina mambo mengi ambayo natakiwa niyafanye kwa niaba ya familia yangu na maisha yangu. Sio kila mtu anakuja kuniuliza maswali ya kijinga. Umeniona na wewe sawa? Please. Sihitaji kufuatiliwa. Sihitaji kuchimbwa. Tuheshimiane. Respect. Uliniambia unaitwa nani? Naitwa Belinda. Sasa Belinda, na hali yako hiyo uliokuwa nayo, utaweza kweli kumudu kazi zote za humu ndani? Kufua, kupiga deki, utaweza? Ndio dada, sina nafanya, najitahidi kweli. Kwani mwanaume aliyokupa huo ujauzito yuko wapi? Baba mtoto alinikataa. Sawa, kakukataa. Wewe huna familia, baba, mama, shangazi, ndugu zako? Ni story ndefu dada yangu. Baada ya kubeba ujauzito nyumbani pia alinikataa. Lakini wapo ndugu wa mume. Yaani namaanisha mwanaume aliyokupa ujauzito. Ungeongea nao, sidhani kama wangekataa kukupokea. Hapana, sijaongea nao. Usinifikirie vibaya ukaona hivi ninavyokuuliza maswali labda kuna namna na kuchukia. Hapana.
Naongea hivi kwa sababu nakuonea huruma. Mimi nimeshapitia hali kama hiyo. Kwanza mimi mwenyewe tu kuinama kazi. Nikishakuwa hivyo. Kwa hiyo ninakwambia hivyo kwa manufaa yako mwenyewe. Najua kuna baadhi ya kazi humu ndani utashindwa. Ndio maana nakuuliza. Kabla ya kuja hapa nyumbani kwangu, ulikuwa unakaa wapi? Naomba tuachane na tuzungumze siku nyingine, dada. Sawa.